kujitenga kutoka Jamhuri ya Nigeria. Colonel Ojukwu alikuwa maarufu sana zamani, ndio alikuwa kiongozi wa lile jimbo la Biafra. Kataa kujitenga kutoka Nigeria. Mgogoro wao unahusu mambo ya mafuta na nini na mambo ya makabila. Vita vinapigana. Na mind you, Tanzania those days chini ya baba wa taifa ilikuwa haikupeleka support ya kijeshi kwa Biafra, lakini kwenye diplomasia yake na kimaadili wakawa wanaiunga mkono Biafra kujitenga. Mwalimu Nyerere marehemu alitumia neno tunaunga mkono kidiplomasia na kimaadili, sio kijeshi. Vita vinapigana. Watu maelfu kwa maelfu wanauawa. King Edson Arantes do Nascimento Pele alikuwa na ziara ya kutembelea bara la Afrika na timu yake ya Santos. Na kupeni nondo hizi ili muwe nazo vijana. Pele na hiyo ziara hiyo ndio Young Africans hawa nao wakawa wamechomeka, wanataka Santos ije kucheza hapa na Yanga. Wakatoa kanga kabisa Yanga zimeandikwa Pele na Santos wageni wa Yanga. Kupeni hizo nondo. Pele sasa katika ziara kishapangiwa aende Nigeria, lakini kuna vita kule vya Biafra. Wale mabwana wa vita Ojukwu na ule mwingine alikuwa anaitwa Ole Gonsu, jina lake gumgumu, wakakubaliana tusimamishe vita kwa sababu Pele anakuja hapa na Santos. Damn! Unaona nguvu ya mpira, vita vilisimama. Tusimamishe. King akashuka Surulere Stadium akawapiga goli pale. Akacheza timu ya taifa ya Nigeria. Nakumbuka katika kitabu chake someni kinaitwa My Life and Beautiful Game. Shida wa vijana siku hizi hamtaki kusoma. Pele anasema katika tukio lililowahi kumhuzunisha, alimpiga chenga yule goalkeeper kama madoido hivi, afu akafunga. Yule kipa akalia pale uwanjani, mkalia machozi analia. Kwa makafungwa goli kama la kudhalilishwa. Pele ikabidi amfuate akamwambia goalkeeper, kumbuka umefungwa na Pele wewe. Ukufungwa na Yikpe. Wewe alokufunga ile goli ni King Pele. Kwa hiyo usilie. Heshimu uwezo wangu. Ndio. Vita vilisimama ndugu zangu. Kwa ajili ya hasa leo hizi challenges zipo hatukatai, lakini hazihusiki na mpira huu. AFCON hii ikija hapa kuna manufaa makubwa kwenye sekta ya biashara, mamalishe, wauzaji, sijua kila kitu. Uchumi wa watu, boda boda. Sisi kule halmashauri ya jiji budget yetu ya makusanyo yetu ya 2025-26 tumekusanya bilioni 152. Ndio. 26-27 tumeweka bilioni 170. Bilioni 170. Kwa nini tumeongeza makisio yetu ya kukusanya bilioni 170? Mojawapo ni kwa sababu hapa kuna AFCON, fursa za kibiashara zitaongezeka, tutaendelea kukusanya zaidi. Tunakwambia AFCON niondoke. AFCON hivi inahusika vipi? Unawanyima fursa, hata ni waandishi mtakosa fursa. Hebu fikiria AFCON ijayo, mechi imalizika, wanakuja hapa coach wa timu ya taifa ya Egypt, Hossam Hassan. Wewe Hossam Hassan unajua? Si ulikuwa unamuona tuna kipara chake kwa Marekani? Anakaa hapa toka mimi. Nakaa waandishi pale mnamuoja. Namjifunze Kiingereza vizuri na Kiarabu na Kifaransa. Anakuja kocha wa timu ya taifa ya Nigeria. Unataka kutunyima fursa kwa sababu ya mambo yetu ya kisiasa? Tunawaheshimu. Lakini mpira uwe beyond that. Mpira ni mchezo wetu. Yaani tusitumie opportunity ya kuzungumza na watu kutaka
kuharibu hata jambo letu. Sisi ndio furaha yetu. Mbona juzi Young Africans wamekuja na parade, wale watu wametoka mbio mpaka Jangwani. Simba wameenda afa kapita papa Yanga wasifanya nini. Nasikia hakuna chama cha siasa kinaweza kufanya hivi. Mpira uko zaidi ya siasa kwenye nchi. Hakuna, sio CCM, sio chama chochote. Watu watoke mbio. Sasa mpira huu tuachiwe tu. Tofauti zenu za kisiasa mimi ningeomba endeleeni nazo, lakini msihusishe mpira wetu. Mwalimu Nyerere kuna wakati alikuwa anatoka kwenye ziara zake za kiserikali, lakini unajua Mwalimu Nyerere ni msemaji mzuri. Alikuwa akifika kule anapiga manondo yale. Wakati huo kwa siasa za mashariki na magharibi. Katika zile nondo akategemea dunia itasisimka, na kweli ilisisimka. Hasa akarudi hapo uwanja wa airport. Yanga nao siku hiyo hiyo wanapishana ndege tu, wanatoka zao kucheza. Nadhani ilikuwa kama sio Nigeria au kama sio Nigeria, Ghana, kucheza na Asante Kotoko. Wananchi wameenda kuwapokea pale. Hasa akashangaa, akakuta Nyomi. Mzee Mangala Tabu ndio mwenyekiti wa Yanga wakati ule. Mzee Mangala, vipi? Wamekuja kunipokea? Akaambia hapana bwana, hawa hawajaja kupokea, wao wamekuja kumpokea Yanga yao hapa. Ndio. Hawa hawajaja kukupokea baba wa taifa. Hawa wamefuata Yanga yao. Jamani, mpira ni kitu kingine. Mimi niwaombe sana katika hili wanasiasa, kama uwezi kuunga mkono mashindano ya AFCON, basi bora ukae kimya. Huwezi kuunga mkono masuala yetu ya michezo, kaa kimya. Mpira ni kitu kingine katika maisha yetu sisi, hasa maskini kama sisi. Ndio maana umeona serikali inawekeza kwenye mpira. Si vizuri kujibizana na wanasiasa katika jambo la michezo. Tunawahitaji wote, tujenge nyumba moja. Una wakati marehemu Idi Amin akiwa rais aliandaa, nadhani kama sio Challenge Cup, Eastern Central Club Champions. Wakati huo kuna mgogoro baina ya Tanzania na Uganda wakivita. Nadhani alikwenda Simba kushiriki. Aliruhusu, waulizeni mchezaji wa kuepozea. Mwalimu akasema unajua mchezo bwana, unajua sisi tunapigana. No. Timu ikaenda. Na huko watu washasema wanakuja kuvamia Kagera. Vita. Mpira kwetu sisi masikini ni untouchable. Tafuteni eneo lingine, zungumzeni, hata wakatazi mambo yenu hayo, sisi hatuingilii. Lakini tusiguswe kwenye mpira wetu. AFCON Mungu akipenda itafanyika, na FIFA, CAF hawadeal na CCM wala chama chochote cha siasa, wala hawadeal nazo. Kwa hiyo mimi ningewaomba wanasiasa mtuachie football yetu. Mwisho ni washukuru tena waandishi. Naomba tu bwana, bosi wangu BMT, na kitu nimeacha bwana. Sawa. Maana sinaona pokea maelekezo ya baraza. Huyu msemaji wa baraza napokea maelekezo yao. Sasa wewe ukitoka hapa unifuate na maiki yako uniulize habari za udaku, hiyo nitakujibu. Lakini ukiniuliza habari za michezo nishamaliza hapa, sina la nyongeza. Sawa, taruhusu maswali. Asanteni, karibuni.